msikilizaji wa Elimu FM, nikukaribishe tena katika kipindi chako ukipendacho cha Ubeleko. Msikilizaji, hii ni siku nyingine tena ya Jumatano nzuri kabisa ya tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026, na kama kawaida tupo kwenye Ubeleko. Na kukumbusha kwenye Ubeleko tunakuwa tunazungumzia maendeleo ya awali ya malezi na makuzi ya mtoto kuanzia kipindi cha ujauzito hadi kufikia umri wa miaka 8, na tuna taasisi tofauti ambazo tunakuwa tunazishirikisha hapa studio, na wewe msikilizaji unapata fursa ya kusikia mengi mazuri kutoka kwao kuhusiana na haya malezi na makuzi ya awali ya mtoto. Studioni siko peke yangu. Langu jina anayekuendesha kipindi ni mimi Timi Hassan, lakini nipo na sambamba nami Nasrali. Basi leo tuna wageni kutokea Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar. Lakini kabla ya mengi msikilizaji, na kukumbusha tena kwenye haya maendeleo ya awali ya malezi na makuzi ya mtoto kuanzia kipindi cha ujauzito mpaka kufikia miaka 8, tunakuwa tunazingatia zile haki za msingi ambazo mtoto anatakiwa kuzipata, ikiwemo afya bora, elimu, ulinzi dhidi ya vitendo vya udhalilishaji, malezi yenye mwitikio au kushiriki na kushirikishwa kwenye yale ambayo yanamhusu kulingana na umri wake. Lakini pia tunazingatia lishe bora. Na kukumbusha tu, wiki 2 zilizopita tulikuwa tuna wageni tofauti, mmoja kutokea kwenye ofisi ya Rais, ni Dr. Mariam Issa Juma. Huyu yeye akazungumzia yake kuhusiana na haya malezi ya awali na makuzi ya mtoto. Lakini wiki iliyopita tulikuwa tunaye Bimkasi Abdullah Rajabu. Huyu ni mkuu wa divisheni ya hifadhi ya mtoto kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Basi msikilizaji, huu ni muendelezo, na leo tunao kutokea Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali hapa, na wao wamekuja na yao. Nitawapa fursa ya kujitambulisha wenyewe na lengo la ujio wao. Na kukumbusha namba za kushiriki nasi hapa studio ni 0674 003354 kwa ajili ya kupiga moja kwa moja. Lakini kwa upande wa ujumbe mfupi ni 0775972972. Utatumia namba hizo msikilizaji, kama utakuwa na chochote cha kuchangia au kuuliza kuhusiana na kile ambacho utakisikia siku ya leo. Basi moja kwa moja tuwakaribishe wageni wetu. Wageni, karibuni. Asante sana. Msikilizaji anataka kujua, nimeshamwambia tayari natokea Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar. Kwa hiyo tuanze hapa na Mr. Jitambulishe jina lako na nafasi yako. Mimi naitwa Mr. Hamad Habib Bakari, mkuu wa divisheni ya elimu ya maandalizi Zanzibar kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Haya, kwako hapo dada. Haya, na mimi naitwa Suhaila Hatib Juma, ni afisa ufuatiliaji na tasmini kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar. Haya msikilizaji, hao ndo wageni wetu kwa siku ya leo, na ujio wao hasa wamekuja kuendelea kutupa elimu kuhusiana na haya malezi na makuzi ya mtoto, hususan yale ya awali kuanzia kipindi cha ujauzito mpaka miaka 8. Na leo tutazungumzia zaidi umuhimu wa elimu ya maandalizi kwa watoto. Umuhimu wa elimu ya maandalizi kwa watoto. Basi bila kupoteza muda, hebu tuanze Mr. Hamadi. Hii elimu ya maandalizi kwanza ni kitu gani, msikilizaji aweze kujua? Asante sana mtangazaji. Tukizungumzia elimu ya maandalizi, nasema ni hatua ya kwanza ya elimu ambayo mtoto anakuwa anajifunza, lakini anakuwa kwenye nyanja mbalimbali kwenye maisha yake na kwa maendeleo yake kabla ya kuingia shule ya msingi. Ndio. Kabla kupata ile elimu ya msingi, maana darasa la kwanza. Ndio. Kwa hiyo ndio tunazungumzia ni elimu ya awali. Na hii elimu ya awali kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Elimu imekuwa ni elimu ya lazima. Manake mtoto akifika umri wa miaka 4 ndio lazima apate elimu ya awali. Na hata sera zetu kwenye sera ya elimu ya 2006 inazungumzia kwamba mtoto anatakiwa aanze na elimu ya awali
akiwa na umri wa miaka 4 mpaka 5. Lakini ni elimu ya lazima, maana kabla mtoto hajaanza darasa la kwanza. Kwa hiyo miongozo yetu au sera zetu zinasema mtoto aanze na elimu ya awali. Kwa hiyo elimu ya awali ni hatua ya kwanza ya mtoto ambaye anatakiwa ajifunze, lakini na kuweza kukua kabla kuingia darasa la kwanza. Asante sana Mr. Hamadi. Kwa nini elimu ya maandalizi ni muhimu kwa watoto? Elimu ya maandalizi ni muhimu kiukweli. Elimu ya maandalizi ni muhimu sana, kwa sababu kuna faida nyingi sana unapomwekeza mtoto kwenye elimu ya maandalizi. Na hapa ni wananchi au jamii iweze kusikiliza vizuri kwa nini serikali imeamua kumwekeza mtoto kwenye elimu ya maandalizi iwe ni elimu ya lazima. Na hii ni ushahidi wa wataalamu mbalimbali ambao wamezungumzia kwenye swala la umuhimu wa elimu ya maandalizi. Kwa mfano, kuna mtaalamu ambaye anaitwa Professor James Heckman. Ndio. Huyu ni mchumi kutoka chuo kikuu pale Chicago, ambao yeye amesema umuhimu wa kumuinvest mtoto mapema katika elimu ya awali unatengeneza ule uchumi. Yes, manake unapompa elimu ya awali mtoto manake tunachotaka sisi kukuza ule uchumi wetu huko baadaye. Sasa ili tuwe na uchumi bora, uchumi ambao unaokuwa kabisa, lazima tuwekeze watoto wetu mapema. Na hapa wataalamu wanasema ukimwekeza mtoto kwenye $1, maana yake huko mbele utakuja kupata faida ya $100,000. Kwa hiyo mtoto tunamwekeza kwenye elimu ya awali akaanza kujifunza, maanake tunasema ndo umri stahiki wa yeye katika kuweza kukua kiakili, lakini kukua kimwili, lakini pia kukua na ile kilugha zaidi, pamoja na psychological, namna ya kuweza kukabiliana na ulimwengu, namna kukabiliana na mambo ambayo kwamba. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa jamii. Tunaposema serikali imeweka utaratibu, lazima mtoto akifika umri wa miaka 4 lazima aanze shule ya elimu ya awali. Lengo ni kwenda kumtengeneza mtoto huyu kuwa ni mtoto ambaye atakuwa ana faida kubwa katika jamii, lakini katika taifa. Kwa mfano, labda ni kwambe kitu mtangazaji. Tuna dira ile ya maendeleo ya mwaka 2020 mpaka 2050. Kwenye dira ya maendeleo huko ukiangalia dhamira ni kuna vitu tumezungumza swala zima la zile human resource, yani kuhakikisha kwamba ule uchumi wa taifa hili unakuwa. Na ili tuweze kukuza uchumi wa taifa hili mpaka tukifikia 2050, maana yake uchumi wetu tumeukua. Ili tutakua uchumi ule, basi lazima tumuinvest au tumwekeze mtoto kwenye elimu ya awali. Apate ile misingi, akili yake iweze kukua, akili yake iweze kutengeneza mazingira mbalimbali kuhakikisha mtoto huyu taifa linakuwa na uchumi imara na uchumi bora katika taifa. Mimi niongezee kuhusiana na umuhimu wa elimu ya awali kwa mtoto wa maandalizi. Pia inamjenga mtoto katika kuweza kufikiri. Maana mtoto anapopelekwa skuli anakuwa na uwezo wa kufikiri vitu tofauti, hasa katika kusoma, pengine kuhesabu, pengine kujumlisha huko au kuandika. Mtoto anakuwa na akili ya uwanda ule wa kuweza kufikiria vitu. Pia katika mambo ya mawasiliano anaweza kuongea na wenziwe. Maana mtoto anapokuwa nyumbani pengine yuko peke yake, hawezi kuingiliana ili na mwenzio kuongea, lakini anapofika skuli mtoto anaweza kukuza lugha na kuweza kuongea, kuwasiliana ili na mtu pengine akapata neno jipya kwa mwenziwe. Pia akajenga urafiki, akawa na rafiki nzuri kwa wenziwe. Pia mtoto elimu ya maandalizi namkuza kimwili. Anapoenda kule mtoto anarukaruka, ile kurukaruka maana yake kwake ni kusoma. Pengine anapata kama zoezi. Anapata zoezi, akifika kule asubuhi karuka na huyu, karuka kule, kafanya. Maana yake nyumbani pengine havipati hivyo. Akitaka kuruka naomba wewe usiruke, wewe usiende kule. Lakini kwa hiyo hapo kwa lugha nyingine tunaweza tukasema kwamba pia anapojichanganya na wenzio anatoka ile hofu. Sahihi, anatoka ile hofu, maana yake kule anakutana na watu
tofauti, na ndio maana ukirudi skuli mtoto unamkuta pengine kachafuka. Unauliza ilikuwaje leo, mbona kachafuka sana, lakini kumbe tayari kashafanya exercise, tayari kashajenga ule mwili wake, kafanya zoezi hili na ile, maana pengine kapanda pembea, ile kupanda pembea peke yake tayari kashajijenga kimwili na kujiondoa hofu. Kuna siku mimi nilihudhuria ufunguzi wa skuli ya Tutu kule maeneo ya Mchikichini. Ndio. Mtoto unamwona anaruka, lakini kumbe anaruka huku anahesabu namba. Wakati anapata mengi kwa wakati mmoja. Kaja mgeni rasmi pale na kumbuka alikuwa katibu mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Kwa hiyo na wao alikuwa waziri. Kwa hiyo na wao wakaanza vile anaofanya mtoto anahesabu 1, 2, 3 na wao yani kama wamempa moyo pale kama anamuunga mkono. Kwa hiyo na mtoto anaruka kumbe ni kujifunza pia. Manake mtoto anajifunza kupitia michezo. Manake mtoto hajifunzi kama tunavyojifunza sisi watu wazima, labda ukakaa darasani lecture kaja bora. Zaidi mtoto anajifunza zaidi kupitia ile michezo. Anajifunza hizo nambari kupitia michezo, anajifunza hizo alfabeti kupitia michezo mbalimbali. Hiyo ni muhimu sana. Haya, mimi namkumbusha msikilizaji namba ya kushiriki nasi ni 0674003354, hiyo kwa ajili ya kupiga. Baadaye kidogo tutaruhusu uweze kupiga, lakini kwa upande wa jumbe mfupi ni 0775972972. hiyo unaweza ukatuma ujumbe mfupi hivi sasa kuuliza au kuchangia kwa kile ambacho unakisikia. Leo tuna wageni hapa kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar katika idara ya maandalizi na msingi. Tunaye Mr. Hamad Habib Bakari na ndugu Suhaila Hatibu Juma. Basi tukiendelea mbele kuhusiana na umuhimu wa elimu ya maandalizi kwa mtoto. Umetuambia kwamba inamsaidia kumkuza kiakili. Je, kwa upande wa nidhamu na uwajibikaji, hii elimu ya maandalizi inakuwa inamfundishaje mtoto? Mtoto anamwogopa sana mwalimu kuliko mtu yoyote. Ndio. Kwa maana yake atamjenga ile nidhamu, asubuhi unatakiwa ufanye vipi, uamke, usalimie, akifika pale skuli maana yake watoto wanatakiwa wafanye usafi. Sio usafi maana yake kama ile kusafisha vyoo ama nini, hamna. Pengine okota taka. Kia pale maana yake ile tayari kashamjenga nini? Nidhamu na uwajibikaji. Chukua hichi, chukua fagio, weka pale. Tayari pale mwalimu ashamjenga mtoto nidhamu. Pia darasani unamfundisha mtoto somo la maadili, vipi jinsi ya kuheshimu, maana yake achia mbali nyumbani, mle darasani atamjenga mwanafunzi nidhamu kwa mwanafunzi mwenzie. Simpige, mgaie, mwazime. Kwa hiyo tayari pale nidhamu inaanza kujengwa toka udogo, huku mwalimu tayari ashajenga nidhamu kwa mtoto mwenziwe. Kwa ile elimu anayotoka nayo pale anaweza kuenda nayo mtaani. Akajua kwamba kumbe mimi nisiwe mchoyo, nikipata hichi nipe mwenzangu. Yeye na mwenzangu. Sijui hichi kwa sababu ninafikia pale mfahamishe huyu hajui kuandika, mwelekeze. Kwa hiyo tayari pia ile nidhamu ya kusaidiana. Naweza kuendelea kidogo. Na ndugu mtangazaji, unajua kuna vitu kwamba tukishindwa kuweza kuwekeza kwenye elimu ya maandalizi huku, maana yake athari yake kubwa tunaipata huku bwana. Maana yake ni miaka ambayo tunasema ni stahiki kwa mtoto kuweza kujifunza. Nazungumzia kwa mfano katika ile swala la nidhamu kwa huyu mtoto. Na kikweli kuna mambo ambayo sasa hivi yanajitokeza huku bwani kwa sababu huku tumeshindwa kuweza kuzingatia. Kwa mfano unakuta sasa hivi madereva barabarani, unakuta sehemu ambayo kuna zebra ya kukata. Dereva bodaboda anatakiwa asimame ili yule anatembea kwa miguu apite pale kwenye zebra. Lakini hakuna nidhamu. Kwamba dereva anaweza akakata. Shida ni nini? Shida kwamba huku chini tumeshindwa kuweza kutengeneza misingi imara ya hawa watu kuweza kuwafahamisha kuona ni kitu gani ambacho mtoto anachochukua. Na ukiangalia ukisikia mataifa mengi yameendelea, hayo mataifa ambayo huku duniani yameendelea, wameinvest kwenye elimu ya awali. Wamewekeza kwenye elimu ya awali. Wamewekeza kwenye elimu ya awali. Kwa hiyo wamewekeza pale kwa nguvu zao zote. Kiasi ambacho ile elimu imekwenda, nidhamu imekuwa kubwa sana. Kwenye masuala barabarani, majumbani na mambo mengine. Kwa hiyo hata ule uchumi wao basi umeweza kukua kwa kiasi. Asante. Kuna baadhi ya wazazi na walezi, mtoto ameshafikia umri wa kupelekwa maandalizi, yani kupelekwa skuli kuanza maandalizi, lakini wao wamekuwa hawapeleki. Kuna hatua gani ambazo mnazichukua kama wizara kwa wazazi kama hao?
Kwanza tunashukuru wizara inachukua hatua mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuhamasisha wazazi ili wapeleke watoto wao wanapofika tu umri wa miaka 4. Na hili tunatumia vitu mbalimbali katika kuweza kuwafikia wale wazazi, na hapa tumezungumzia mpaka wale watoto ambao wenye ulemavu ambao kashafika umri wa miaka 4 basi ametakiwa aanze shule. Sasa hatujaweka labda sheria ambazo zito kwa ikiwa mtoto au mzazi hajampeleka mtoto yule skuli na hatua pengine tutazichukua, isipokuwa tunachokizungumza hapa, wewe mama au mzazi utakuwa tayari umemnyima haki yake ya msingi, kwa sababu mitaala yetu sasa hivi inakwenda ni mitaala ambayo yenye kufuatana. Ndio. Manake huyu mtoto kwa hujampeleka darasa la maandalizi, ukimpeleka darasa la kwanza kuna vitu huko tayari ushamnyima. Kwa mfano labda mtoto anaanza kujifunza nambari akiwa huko kwenye elimu ya maandalizi, nambari 1 mpaka nambari 50. Kwa hiyo akifika darasa la kwanza anaanza kuanza nambari 51 kwenda huko mbele. Kwa hiyo sasa wewe mzazi kama hujampeleka hapa, manake akifika darasa la kwanza sasa anatakiwa aanze tena nambari 1 wakati wale watoto wengine ambao walopita maandalizi tayari wanaendelea. Pia na mwalimu unambebesha mzigo. Na mwalimu unambebesha ule mzigo. Kazi inakuwa pevu kweli kweli. Inakuwa kazi pevu. Lakini sio huko tu, hata katika swala zima la kusoma. Maana yake alfabeti, herufi A, B kwa wanaanza huko maandalizi. Wakifika kule msingi tena wanaanza kusoma sasa sentensi, hadithi na maneno mengine. Sasa wewe mzazi hujampeleka pale maandalizi, manake akifika kule sasa unaanza kumwanzisha A, E, I, O, U. Wakati huo alikuwa zote anze kwenye level ya maandalizi, hatua maandalizi. Kwa hiyo unamkosesha haki yake ya msingi, na ukikosesha haki yake ya msingi ni dhima kubwa ambayo mzazi unabeba, kwa sababu zile haki ambazo unastahili umemkosesha, basi wewe mwenyewe utakuwa unafanya vitu ambavyo haviendani na Haya, mimi nataka turudi kule kwamba tumezungumzia tayari kukuza kiakili, nidhamu, wajibikaji. Hebu tukienda kwenye vipaji. Je, hii elimu ya maandalizi inasaidiaje katika kukuza kipaji cha mtoto? Kwa upande wa kipaji manake sana tutaangalia ile manake kipindi cha kumaliza skuli. Ndio. Kwa hiyo manake kila skuli zile kunafanywa mahafali. Kwa hiyo pale mtoto kwanza mwalimu tayari atakuwa tayari kashampika toka huko chini. Kwa sababu pale utaangalia kipaji, kwa sababu skuli ili uone manake kile kipaji cha mtoto kwa kuna yale mahafali. Bila ya mahafali manake huwezi kujua kama huyu mtoto anaweza kusoma utenzi, huyu mtoto pengine anaweza kusoma risala, pengine mtoto anaweza sarakasi. Manake ile tayari ndio mtoto inaibua kile kipaji chake. Kwa hiyo zile skuli ambazo tukiwa tunafanya zile wanasema ni siku ya wazazi, ile pale mtoto inaweza ikaibua kipaji chake. Pale sasa manake mwalimu ataanza kufanya maandalizi kabla manake ule mwaka kuisha. Kwa sasa pale utajua kumbe fulani mwanafunzi fulani kumbe anaweza kusoma utenzi. Na mtoto anakuwa anaanza toka chini huko. Aanza pengine maandalizi kusoma utenzi, akifika darasa la kwanza anaendelea tena. Kwa hiyo tayari kile kipaji chake kimeanza toka chini mpaka juu, na mtu atakwambia mimi nilipokuwa maandalizi nakumbuka nilicheza ngoma ya msewe. Maana tayari kile kipaji chake katoka wapi nacho? Chini. Na nilikuwa maandalizi nimefanya sarakasi. Kwa hiyo ukifika juu maana yake yule mtu kipaji chake kinafanya nini? Kinaendelea. Kwa hiyo huko chini maana yake tukiangalia zile siku za wazazi, mwalimu tayari akishakuchagua wanafunzi huyu na huyu tayari maana yake akishafika mwaka wa pili ile. Tayari pale tunaweza tukaibua vipaji vya watoto mbalimbali. Achia hiyo siku ya wazazi, maana pia kuna ile ubunifu, kutakuwa kuna somo lile la ubunifu. Anaambiwa tengeneza hichi, maana mtoto anaweza kutengeneza paka rangi jani, pengine limewekwa ile jani, anaambiwa hebu lifanye kama hili. Maana lipake rangi liwe kama hili, maana mtoto anaweza akakupakia rangi kama lile jani lenyewe. Pia maana kile tayari kipaji cha uchoraji pengine mtoto tayari anacho. Kwa hiyo pia ile njia inaweza kumkuza mtoto kipaji chake. Na katika hapo kwenye kukuza vipaji, labda na mzazi ana nafasi yoyote katika kuhakikisha kile kipaji cha mtoto kinakuwa sahihi. Kwa sababu pengine mtoto tayari ameshasoma jinsi ya kupaka rangi. Ile maana yake mtoto akiweza kupaka rangi pia ni kipaji. Kwa hiyo anaporudi nyumbani, mzazi amuulize leo umefanya nini? Umesoma nini? Nimepaka rangi leo. Hebu njoo kupe rangi upake.
Kwa maana yake awe anamuendeleza ile kitendo alichokifanya wapi? Skuli. Maana yake sio tayari kashakifanya skuli, maana yake kinaacha kile skuli. Leo nimefundishwa kujaza maji kwenye chupa. Ndio. Aibu mama, nipe nijaze maji kwenye chupa. Kwa hiyo maana yake mtoto anafundishwa afungua mfereji, jaza maji kwenye chupa. Taratibu, maana yake anajua leo nimefundishwa kutengeza kishada. Ndio. Mama nipe nipe karatasi. Maana yake mzazi awe tayari na yeye kusoma. Kwa kile ambacho mtoto katoka nacho wapi? Skuli. Sio naambia sina muda. Mimi usichane makaratasi hapo. Maana yake ukimwambia usichane makaratasi, kile kipaji tayari ushakifanya nini? Kwa hiyo sasa na mabuku ya akiba kutosha, kila kitu stationery wewe nyumbani. Na sio mabuku tu. Tunasema yani ukisikia wataalamu katika nchi, ukisikia wataalamu sijui maengineer, madaktari, sijui maendesha ndege na nini, sosi yake ni chini. Ndio. Maana chanzo kinatokea kule chini. Samani. Chanzo chake ni chini huko. Maana na hii niwaambie wazazi, tunahitaji sana tuwape msaada mkubwa watoto. Ndio. Mwalimu amefanya kazi yake. Mtoto anaporudi nyumbani, wewe unatakiwa wewe sasa umpe msaada wako katika kuhakikisha kwamba anaendeleza kile kipaji chake. Na mzazi unao uwezo wa kuweza ndio tunachotakiwa. Kwamba mimi mtoto wangu huyu nahitaji mtoto wangu huyu awe daktari. Maana kama nahitaji mtoto wangu huyo daktari, mtoto akianza skuli tu hii ya maandalizi, akirudi nyumbani, mzazi unatakiwa umtayarishie mazingira ya kidaktari yule mtoto. Kama kumnulia toys za kidaktari, kumnulia vitu mbalimbali vya kidaktari. Maana pale unakwenda sasa, huyu mtoto wangu na anataka awe daktari. Lakini kuna watoto mwingine mimi mwanangu nataka awe engineer. Maana anapompeleka skuli sasa ya maandalizi, akirudi skuli mtayarishie mambo ambayo kwamba ya kumfanya mtoto awe engineer. Sasa wazazi wengi sana tunawalea watoto hatuangalii ile misingi au hatuangalii mwelekeo kwamba mimi mtoto wangu nahitaji awe nani, wakati tayari serikali imeshatoa ile mwongozo kwamba mpeleke mtoto wako akiwa umri na miaka 4 kwenye elimu ya awali. Kule walimu watafundisha na mitaala yetu ambayo inakwenda kumtengeneza mtoto katika swala zima la ubunifu, lakini vipaji. Sasa wewe mzazi unatakiwa una mwelekeo, mwanangu unahitaji awe nani, mwanangu unahitaji awe mtu fulani. Utayarisha mazingira ambayo mtoto yule ataweza kwenda kule ambapo mzazi unapotaka. Haya, tukumbushe kwanza msikilizaji, kama ndio kwanza unafungua redio yako, basi kipindi hewani ni Ubeleko, na sasa fursa unayo ya kuweza kushiriki kwa kupiga simu moja kwa moja kupitia 0674003354, 0674003354. Kama una lolote la kuuliza au kuchangia kuhusiana na kile ambacho umekisikia, basi line iko wazi. Lakini kwa upande wa ujumbe mfupi ni 0775 972 972 972. Leo tuna wageni hapa kutokea Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar katika idara ya maandalizi na msingi. Tunaye Mr. Hamadi na ndugu Suhaila Hatibu hapa, wanatufafanulia juu ya masuala mazima ya umuhimu wa elimu ya maandalizi kwa mtoto. Nasra, kuna ujumbe labda huko? Haya, kuna ujumbe huyu hapa anasema, hongereni wataalamu wa Ubeleko, nataka kufahamu, je, unamjuaje mtoto kama ana kipaji cha kuimba? Baibi mkubwa Saidi huyu nikauliza hivyo. Hapa mwingine anasema, asalamu alaikum, hongereni kwa kutuelimisha vyema. Bai rais wa watoto wa wadau wa Elimu FM, mtoto Silima kutoka maeneo ya Kianga. Haya, lakini tuwakumbushe tu wasikilizaji, fursa mnayo. Mara ile tuliambiwa muda mdogo, leo tumeyashushia muda kidogo hapa ili mweze kupiga simu. Namba zetu ni 0674 003354, na kwa upande wa ujumbe fupi ni 0775 972 972. Hapo mwingine kwenye ujumbe anasema, hongereni kwa kipindi kizuri. Mimi Wahida yekaandika. Yubi Wahida hajasema anatokea wapi. Basi tuanze kulijibu lile swali Mr. Hamadi pamoja na Bisuhaila. Yeye ameuliza kwamba utamjuaje mtoto mwenye kipaji cha kuimba, utamgunduaje?
Asante. Na nishukuru huyo muulizaji. Lakini kabla ya kujibu swali, ndugu mtangazaji, nikwambie wazazi wengi sana bado hatujawa na uwezo wa kutambua vipaji vya watoto wetu. Ndio. Wengi sana. Mimi anachofikiri kwamba labda mtoto nikimpeleka skuli ya maandalizi, just nimpeleke tu hapa nyumbani asikae, aende tu kule skuli. Lakini wazazi wengi sana bado hatujajua kuibua vile vipaji vya watoto. Na vipaji vya watoto ni tabia ambayo mtoto anakuwa nayo, na ile tabia anaweza akaifanya skuli au anaweza akaifanya nyumbani. Sasa ukianza kumfuatilia mtoto wako, pengine amerudi skuli, nini ambacho anapendelea sana kuweza kufanya, basi utajua kwamba mtoto wangu ana kipaji fulani. Kwa mfano mimi nikupe, ndugu mtangazaji, kuna mzazi juzi alinipigia simu tu akanambia, mwanangu mimi akirudi skuli, yani yeye kazi yake kukamata penseli na kaanza kuchora. Na kaanza kuchora. Ndio. Nikamwambia, huyo unatakiwa sasa wewe umsaidie sana. Huyo ni mtaalamu mkubwa sana baadaye katika kuweza kuchora. Ndio. Na manake kwa ulimwengu ambao tunaenda nao, basi sasa kwa bahati nzuri jana akanipigia tena. Anaambia, jana nimemkuta mwanangu kwenye TV, akawasha, siku hizi tuna hizi TV za smart hizi. Kaingia kwenye YouTube, akaweka jinsi ya kuchora nyumba. Ndio. Manake anamkuta sasa akakaa pale ukumbini, anaangalia jinsi kule nyumba ilivyo, na akaanza kuichora. Nashukuru yule mzazi akamnulia rangi, akamnulia ni sasa alivyompa akaipaka rangi ile nyumba, na alipoangalia ile kwenye YouTube na hii iko sawa sawa kabisa. Nikamwambia hicho ni kipaji ambacho kikubwa sana mtoto ambacho sasa anatakiwa akiendeleze. Manake sasa huyo unatakiwa umsaidie kumwekea vifaa vya mbalimbali vya kuweza kutengeneza. Sasa kwenye kipaji cha kuimba, manake unamjua mtoto akirudi nyumbani tu, unamjua ukianza kumfuatilia mtoto wangu anapenda kitu gani. Unaweza ukamkuta anaimba mwenyewe kakaa, unaweza ukamkuta kakamata simu siku hizi anasikiliza. Kwa hiyo ukishakujua kwamba hii ni sehemu muhimu ambayo mtoto wangu anapenda, basi wewe mzazi unatakiwa uweze kumsaidia. Sasa tabia ambazo mtoto anaweza kuzifanya kila siku, ndio utajua mzazi huyu mwanangu kipaji yake ni kitu fulani. Haya, msikilizaji, na kukumbusha tena namba ya kuweza kuchangia ama kuweza kushiriki ni 0674003354, 0674003354, hiyo kwa ajili ya kupiga simu moja kwa moja kama una lolote la kuuliza au kuchangia kuhusiana na huu umuhimu wa elimu ya maandalizi kwa watoto. Mengi yamezungumzwa, tulikuwa tuyajui, lakini kwa faida yetu sote tumepata kuyajua. Lakini pia unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0775972972, 0775972972. Kwenye line, hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa faida ya msikilizaji, tunazungumza na nani na unapiga simu kutokea wapi? Karibu sana wifi yake mtoto Sabah, bila shaka umefuatilia kipindi. Nimefuatilia pia, hongereni. Asante. Tuletea vipindi vizuri, tunaelimika pia na tunafaidika. Na pia nimefaidika kwa kumpeleka mtoto kuanzia shule ya amini ya msingi. Anafaidika, anapata kusema, maana sio ndani tulikuwa na mtoto. Yaani sio kusema ajina, kasha kuwa mkubwa miaka 5 na. Ndiyo. Kusema ajina, ile maji anakuambia nataka mama. Alipoanza shule sasa. Ndio kila aina nakuletea na nasema vizuri tu, ufanye kitu kila siku atasema. Ndiyo. Kwa hiyo ukianza kumpeleka mtoto shule mapema, anapata kuchangamka na kuongea pia. Haya, shukrani sana. Haya, msikilizaji, tumkumbushe kwamba fursa bado ipo ya kuuliza au kuchangia chochote ambacho anataka kuhusiana na kile ambacho
amekisikia. Leo tunazungumzia umuhimu wa elimu ya maandalizi kwa watoto na mengi yamezungumzwa. Miongoni mwa yaliyozungumzwa ni kwamba unaweza ukagundua kipaji cha mtoto pindipo tu mtoto wako ukimwahisha kumpeleka skuli ili aweze kupata ile elimu ya maandalizi. Na tumeambiwa anapofikisha tu miaka 4 basi mtoto huyo anakuwa tayari kuanza skuli kwa ajili ya ile elimu ya maandalizi. Vile vile unaanza kumkuza kiakili, unamwezesha yeye kujiamini, lakini pia unamfundisha masuala mazima ya nidhamu na uwajibikaji, kwa sababu kuna mengi pale anakuwa anayapata. Anachanganyika na watu wa aina tofauti. Anafundishwa ukakamavu, si ndio? Kama alikuwa mpofu mtoto, basi akifika skuli kidogo na yeye anakuwa anachangamka. Unamkuta mtoto huko mtaani ana tabia ile uroho, hale kitu mwenzake, lakini akianza skuli anabadilika. Na vile anajifunza. Haya, basi tuendelee mbele. Mimi hapa nataka kujua kuna changamoto zozote ambazo zinaweza zikaathiri huu mchakato mzima wa elimu ya maandalizi? Kwenye kila jambo halikosi mafanikio pamoja na changamoto. Ndio. Na changamoto ndio zinotupiga hatua kwa ajili ya kwenda huko mbele. Tulipotoka kwenye hii elimu ya maandalizi sipo sasa hivi tu tulipo. Ndio. Manake kuna changamoto kubwa ambayo sasa hivi kiukweli ndugu mtangazaji tunaipata, bado uelewa ni ndogo sana kwa wazazi. Ambayo inafika wakati wazazi hawajaelewa kwa nini mimi nampeleka mtoto wangu katika skuli hizi za elimu ya maandalizi. Sasa tunashukuru uandikishaji sasa hivi unaongezeka kwa kiasi kikubwa. Ndio. Na hapa nitoe mwezi wa 10 kesho kutwa unafika. Ambao mwezi wa 10 tunaanza rasmi sasa uandikishaji kwa hawa watoto. Manake jamii, mzazi, kama mtoto wako tayari amefika umri wa miaka 4, ukifika mwezi wa 10 haraka mwaishe ukamwandikishe skuli. Ndio. Ukamwandikishe skuli ya awali ya maandalizi ili aweze kupata haki yake ya msingi. Na hili ni jambo ambalo aidha kwenye skuli za binafsi, kwenye skuli za serikali, zote tunatakiwa kwamba sisi tuwapeleke wale watoto, hasa kwenye zile skuli ambazo mzazi zipo karibu ya ile eneo lake. Kwa hiyo tuna changamoto ya bado uelewa kwa jamii umekuwa ni mdogo, lakini changamoto nyingine nikizungumzia kwenye uelewa, hata kuna hawa ambao tayari washapelekwa skuli. Mtoto wako tayari ashampeleka skuli, lakini tuna changamoto sasa hivi mzazi kumfuatilia maendeleo yake yule mtoto inakuwa ni shida. Maanake mzazi nikishakumpeleka mtoto basi mimi ndo nishamwacha kazi. Wengi wao wanasema kwamba ngoja ni utoe mzigo mpaka itokezee shida. Anaenda mfano umetokezea bahati mbaya mtoto kaumia ama kapata shida yote ya skuli, hapo ndo ataenda, na mwingine ndo na kibwebwe kimefungwa. Lakini sasa kumbe wazazi wanakosea kiasi ambacho bado anahitaji msaada wako mkubwa. Kuna wazazi siku hizi walimu wanatoa, kwa mfano wanatoa kazi za nyumbani. Ndio. Mtoto anarudi na daftari lile la kazi za nyumbani. Mzazi akifika haangalii mkubwa wa mtoto wake, haangalii daftari mtoto kapewa kazi gani. Manake siku ya pili mtoto anarudi na ile kazi ile. Umenikumbusha kitu hapo kwamba mzazi haangalii mkoba. Kuna story moja ndogo tu ilitokea. Yaani mtoto kapewa chakula na mzazi wake aende nacho skuli. Bahati mbaya naweza kusema moja kwa moja ile chakula hakukila yule, karudi nacho. Mtoto ndo kawaida, mzazi kawaida yake kwamba hashughuliki, yeye akitoka ndo kashatoka. Siku ya pili asubuhi ndo anakuja kutoa ile container. Kwa tunaona ni namna gani kwamba ile mzazi muda hana na ule mtoto wake, lakini kama angekuwa na muda angejua kwamba hizi chakula hajakila. Kama mtoto kapewa homework au hivyo vipaji ambavyo tumevizungumzia, kaona kachora leo, kachora mpira, kesho kachora baskeli, lakini muda ndio hivyo unakuwa mdogo. Muda wazazi sio muda mdogo.
sisi tuseme ni uelewa au tuseme kuona namna gani. Unajua watu wanachofikiria kwamba michipuo ndio tunaianza kule darasa la 7. Michipuo hatuanzi darasa la 7. Ndio. Vipawa hatuvianzi darasa la 7. Vipawa ukisikia kipawa tumekianza huko kwenye mashina huko. Kwenye mashina huko. Kule ndio tunaanza kumwandaa mtoto wa mchipuo. Haya, kuna msikilizaji kwenye line, acha tumsikilize. Halo, salamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa faida ya msikilizaji, tunazungumza na nani na unapiga simu kutokea wapi? Hapa. Karibu sana bi mkubwa. Haya, sasa mimi kwanza nawapongeza sana wataalamu wa ubeleko. Asante. Kwa kutupatia hiyo elimu kwa sababu muda mwingine hatuitambui. Ndio. Sasa mimi niko hapa, kuna baadhi ya watoto ndani wataiona tochi ile, lakini wataikata makusudi. Baadaye utawakuta ndio wanaanza kuiunda. Sasa hapa mzazi lazima anaweza akakasirika na akampiga mtoto. Sasa ninachotaka labda anashauri gani kwa wazazi hawa wakadi wanaopiga watoto baada ya kukata vitu, kwa sababu tunahisi kama ni uharibifu. Haya. Asante bi mkubwa Saidi. Anahisi kama uharibifu. Haya, acha tuwapishe wenyewe atujibie swali hilo. Unajua, asante sana bi mkubwa kutoka Magogoni kwa swali lako. Lakini unajua mtoto si tochi tu, hata pengine ile toys ambayo umemnunulia wewe mwenyewe mpya ndio kwanza unampa leo. Basi ile ataipunja pale pale na wewe mwenyewe. Lakini haivunji kama haipendi au haitaki ile toys, hamna. Pengine utaona toys ile ambayo inatembea. Kwa hiyo anataka kujua kitu gani kinasababisha ile toys kutembea. Au amone dereva. Maana ile tayari mtoto anakuwa na ubunifu na anafikiria ndani. Maana pale mtoto unajua ana kipaji. Haweza kufikiria. Kwa dereva anaendesha vipi gari? Na gari zote zinakuwa zile. Kwa hiyo pale maana mtoto, mzazi hutakiwi kumpiga mtoto. Ndio. Unatakiwa utumie busara na njia sahihi ya kuweza kumuelekeza. Mfano kaharibu tochi, mwambia usiharibu. Hii ni tochi umembukizimwa tunatumia. Ukitaka hichi basi fanya hivi, na maana yake umtafutie njia mbadala ya kuweza kuendeleza ule ujuzi wake. Mpe gari, mnunulie toys. Ile toys utakomnunulia ataivunja. Kwa akivunja maana yake tayari anataka kujua ndani ipo. Akishakujua kazi yake imemaliza. Maana kitale mtoto pale anakuza kipaji na ufikirivu mwingi. Na wengine huwa anasema sasa mama anakuwa anasema mimi simnunulii huyu toys. Wengine kule Sikupuri kama ni Kariakoo. Kule hujafika hata nyumbani. Niwaambie kitu kimoja, jamii au wazazi au kwa jumla hapa. Kati ya eneo moja ambalo tunakosea wazazi ni hilo hapo. Aidha kumtolea ukali mtoto au kuweza kumpiga mtoto. Sasa hivi kuna tafiti nyingi ambazo zinafanywa au zimefanywa. Ndio. Kuna tafiti imefanywa kwamba mtoto anaambiwa neno hapana mara nyingi zaidi akiwa nyumbani kuliko neno hongera. Ndio. Manake neno hongera anakuwa mara chache sana, na siku nyingine haambiwi kuliko neno hapana. Sasa athari yake kwanza tunakwenda kumuumiza kujiamini yule mtoto. Ndio. Manake wazazi tunachotakiwa kwamba anapo pengine kachukua kalamu hata kachora ule ukuta, mpe hongera kwa kile ambacho alichokifanya. Hongera ile unachotakiwa mzazi sasa umtafutie njia nyingine mbadala. Baada ya kuchora kile ukuta, lakini achore kitu fulani. Au bao au handboard inaikata vizuri. Sijui unanielewa? Ndio. Sasa imefika wakati mtoto akikamata remote tu ya TV. Mzazi hapana, usishike utavunja. Ndio. Lakini tunachotakiwa muache. Angalie nini anachotaka kuweza kwa nini akamata ile remote. Anataka kuweza kujifunza nini? Ndio. Na mtoto anajifunza kwa kusikia. Mtoto anajifunza kwa kuona. Ndio. Na ndio maana tunachotakiwa wazazi tunapokaa na watoto tusije tukazungumza maneno mabaya. Lile neno baya unalozungumza akikuwepo yeye na yeye siku ya pili ataenda kulitumia sehemu nyingine. Unaweza kukuta mtoto ana adabu lakini sasa kumbe wazazi wake ndio hana adabu.
kwa sababu namna ambavyo kwamba watoto wanavokaa na wale wazazi. Kwa hiyo usimgombe mtoto, usimtolee mtoto ukali. Ukimtolea mtoto ukali, maanake unakwenda kuua kujiamini kwake, mpaka kukaa mbele za watu kuzungumza na kuhana. Lakini sasa anapofanya kitu, tuwapongeze watoto zaidi kuliko kuwagomba. Ndio. Haya, mimi nakukumbusha tena msikilizaji, kama ndio kwanza unafungua redio yako, kipindi hewani ni Ubeleko ambacho kinahusiana na maendeleo ya awali ya malezi na makuzi ya mtoto kuanzia kipindi cha ujauzito mpaka kufikia miaka 8, na tuna kaida ya kualika watu kutokea taasisi tofauti ili tuweze kumwandaa mtoto mwenye ubora au mwenye ambaye atakwenda kulisaidia taifa. Ndio. Kwa maana yake elimu ya maandalizi ina nafasi kubwa sana. Ndio. Na serikali au wizara mpaka imekuja na mpango huu wa elimu ya maandalizi ni ya lazima. Tayari tumeshaona athari yake huko mbele. Maadili, lakini ubunifu, lakini kipaji hatuji kukibaini mtoto anapofika sekondari. Hatuji kukibaini mtoto anapofika labda darasa la 7 au anapofika advance. Ndio. Huko elimu ya form 5 huko kidato cha 5 huko na cha 6. Kwa lugha nyepesi kabisa wanasema kwamba udongo upate ulimaji. Kabisa. Sasa bila kuweza kuwekeza kwenye elimu ya maandalizi, maanake hao tunawataka maengineer, tunawataka sasa hivi watu wa madaktari bingwa, bado hatuwezi kuwapata hao kwa sababu misingi ya elimu ya maandalizi hatujazingatia. Sasa serikali inachukua jitihada kubwa sana kuhakikisha kupeleka vifaa. Kwa mfano kwamba labda nizungumze Wizara ya Elimu. Sasa hivi Wizara ya Elimu inajenga skuli nyingi sana ambazo ni za kisasa, hasa kwenye ngazi ya maandalizi. Kunajengwa skuli za kisasa ambazo mtoto anaweza kujifunza mambo mbalimbali. Ndio. Na nafikiri hapa mtangazaji mfano alikwenda pale kwenye skuli iliyozinduliwa kwa Mchikichini. Manake ukienda pale mtoto anajifunza kwa chochote ambacho anachotaka yeye anajifunza pale. Kwa hiyo uwekezaji ule wa serikali ndio tunawekeza mtoto. Manake huko baadaye tunachohitaji mtoto huyu au nitegemeo katika swala zima la uchumi wa taifa hili. Pale. Bila kumwekeza hapa, huo uchumi huko hawezi hivi. Biashara ama viwanda, nani ataendesha? Kwa ili aweze kunini, basi lazima tuhakikishe mzazi unampeleka mtoto wako katika ngazi ya maandalizi pindi tu atapofika umri wa miaka 4. Haya, na kuna hawa ambao wana mahitaji maalum. Tumezoea kwa kwenye jamii zetu, wengi wanakuwa na fikra zile potofu kwamba huyu kutokana na hali yake bora nimfungie ndani. Hebu ambie lolote kuhusiana na hili. Na hapa kwenye elimu ya awali, elimu ya maandalizi. Ndio. Maanake watoto wote lazima wapelekwe skuli. Ndio. Akiwa mwenye mahitaji maalum na huyu, lakini kiukweli tunasema sote tuna mahitaji maalum. Wote tuna mahitaji maalum. Sasa tunazungumzia wale wenye ulemavu labda wale. Unajua kuna wazazi wakiona ulemavu pengine wa akili au ulemavu wa uoni, mtu anasema huyu mwanangu mimi akasome aende kufanya. Kuna wengine ndio wanakuwa nafungia ndani hata hamtoi hata nje. Lakini mimi na ushuhuda mkubwa sana. Mimi nilisoma na mtoto mwenzangu alikuwa na ulemavu wa uoni. Sasa hivi ni mwanasheria mkubwa Marekani. Haya. Ambaye amesoma lakini ana uwezo mkubwa sana katika. Sasa tunawasisitiza sana wazazi, hawa watoto wenye ulemavu wana uwezo mkubwa wa kuweza kujifunza. Wana uwezo sana katika kuangalia ulimwengu nini unachokwenda na anabadilika. Ukimpeleka mtoto skuli anabadilika kabisa. Kwa tusije tukawakosesha haki zao za msingi kisa kwa sababu ya ulemavu. Na ukichukulia hivyo basi hata kwenye kiimani basi una jukumu kubwa, una dhima kubwa mzazi kwa kuweza kumnyima haki yake ya msingi. Kwa hiyo tunasisitiza sana wazazi, mtoto wako akiwa mwenye ulemavu basi tayari ameshafika umri wa miaka 4, yani tafadhali mpeleke mtoto. Tukija kugundua sisi wizara, serikali itachukua hatua. Hatua itachukuliwa. Kuna
Na niongezea kama alisema ndugu Sabaa alisema kwamba alikuwa na mtoto ndio hajui kusema mpaka kafika miaka, lakini ndani yumo hawezi kuongea, lakini baada ya kumpeleka skuli yule mtoto akaweza kusema. Kwa hiyo na shauri wazazi wao wapeleke skuli ili watimize wajibu wao na wapate elimu stahiki kama wanapopata watoto wengine. Basi hapa kwenye watoto wenye mahitaji maalum nimekumbuka kitu. Juzi moja wakati tunatembelea kwenye maonesho ya kulima kule Izimbani au Dole, kuna mtoto alikuwa na mzee wake yuko katika kigari chake. Basi wale wenzangu ambao wamefuatana nao wakasema, "Kuna mtoto mbona kamleta huku? Anamrandisha, alikuwa mweke ndani." Mfano na kazi kubwa kwamba kila mmoja ana haki yake. Na yeye mtu anataka na yeye aoneshwe vile vitu ambavyo na pale hajaja tu kuranda yule anasoma vitu kama hivyo. Nilikuwa na kazi pia ya kuwafahamisha mpaka wakafahamu. Kwa hiyo mimi hapo katika swala zima la watoto wenye ulemavu, kwa upande wa wizara, mazingira yakoje? Pengine mzazi anakataa kumpeleka, anaona akienda skuli pengine atapata tabu kwenda chooni vile. Mazingira yakoje kwa upande wa wizara ili mtoto vile apate kusoma? Kama mfano masuala mazima ya vyoo, pengine ngazi zile, wengine wana vigari, wanakuwa mzazi anaona bora nimweke nyumbani, kutokana akimpeleka kule akirudi kachafuka yote. Pengine ana kigari lakini hana sehemu ya kupitishia, mna ngazi zinampa shida kupitishia. Mazingira yakoje ili wazazi watoke na huu wasiwasi wa kuwapeleka watoto wao? Kwa upande wa majengo, mazingira yanaridhisha. ndio Hasa ukiangalia hizi skuli ambazo zinaendelea kujengwa, mshukuru tu rais wetu kwamba skuli zote zinazojengwa zinakuwa zina ram zile kwa watu wenye mahitaji maalum, ambazo kuna sema ambazo zina zile za kupanda ngazi na kuna zile ram. Tukisema ram tunaelewa ile ngazi ya mtelezi ile ambayo haina mikato. Kwa hiyo zile zinakuweko kwa skuli zote. Pia mambo ya kwenda msalani ile, maana mtoto haendi msalani peke yake wa maandalizi. Awe mahitaji maalumu, awe sio mahitaji maalumu, lazima nyuma apate skoti ya mwalimu. Ndio. Kwa sababu huwezi kujua kule mtoto kakutwa na nini, au pengine unaweza kujua mtoto kaenda na mtoto mwenziwe, maana akienda na mtoto mwenziwe ni hatarishi. Ndio. Wakikutana chooni kwa pamoja, hujui nini kinafanyika yani. Kwa hiyo lazima pale mwalimu anakuwa anafuatana naye na yule mwanafunzi mpaka chooni, na anaweza kumsaidia na kumrudisha salama darasani bila kuchafuka nguo zake. Hivyo yani. Na hapa labda ndugu mtangazaji, kwenye watoto hawa tumshukuru sana Mheshimiwa Rais zangu aliposikiliza. Lakini na Wizara ya Elimu kwa kweli tunapongeza sana kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya katika kuweza kuboresha mazingira. Na mazingira yameanza kuboreshwa kwa watoto wenye mahitaji maalum kuanzia huko maandalizi mpaka huko sekondari. Kwa sababu miundombinu ambayo unawekewa ni miundombinu ambayo inazingatia. Ukienda katika vyoo, kuna vyoo maalum ambavyo vimewekwa kwa hiyo. Lakini sasa hivi serikali, wizara, haya majengo mapya tunaweza kusema kuna magorofa ambayo makubwa. Na kwa mujibu wa nafikiri kuna majengo yataenda kufungwa lift. Hizi lift ni kwa ajili pia watoto wenye mahitaji. Itakwenda kwa mara kwanza, sasa si kwa Afrika au wapi. Basi kuweza kufungwa. Zitafungwa lift ili tu mtoto mmoja mahitaji maalum atazitumia kwa ajili ya kufika kule. Haya, muda umetuacha kweli kweli. Labda tungeenda kwa upande wa wito juu ya umuhimu wa elimu ya maandalizi kwa watoto ili mzazi na yeye apate mwamko zaidi. Tutoe wito kwa mzazi. Mimi labda nitoe wito kwanza, wazazi tuamke. Wazazi tuamke, nikiwemo mimi. Maana kwanza tuamke kwenda kuwaandikisha watoto katika elimu ya awali. Maana pale tayari tunamjengea mtoto ule uwezo wa kwenda kupambana elimu ya juu kule, ili maana baadaye usije ukasema afahamu hajui kuandika, maana tayari huku tushamkosesha haki yake. Pia niseme kitu kingine, ni shauri wazazi ambao wataleta watoto wao skuli kwa elimu ya awali, wawe wanawafundisha vitu vidogo vidogo kabla ya kuwaleta skuli. Maana tukisema vitu vidogo vidogo, kwa mfano mtoto hawezi kutaja jina lake kamili. Maana kuna baadhi ya watoto mtu pengine anaitwa Ali, kule anaitwa Babu Ali.
Sasa manake babli akifika kule skuli jina lako nani? Babli. Hii wazazi manake tumfundishe mtoto jina lake kamili ili aweze kulitaja jina lake kamili. Pia manake tuamke tuwafundishe watoto kunawa mikono. Manake unamwambia ukitoka chooni nawa hivi, manake tayari anapoenda skuli ashakuwa na ujuzi wa jinsi ya kunawa mikono, manake kule ataenda kuendeleza tu. Ndio. Pia afundishwe manake kujua babako anaitwa nani. Manake uamke ile mzazi aamke ajue sasa naenda kumpeleka mtoto wangu skuli, vitu hivi tayari vitatu, asisubiri mpaka arudi kusomeshwa na nani? Mwalimu. Aweze kumsaidia mwenyewe kuja kujisaidia vile, pengine anaenda msalani. Kwa manake amfundishe ukienda msalani unatakiwa unawe hivi na hivi na hivi. Na ukitoka msalani unatakiwa unawe hivi na hivi na hivi. Asiseme ataenda kujua skuli. Manake skuli tayari anatoka na ujuzi, skuli anaenda kuendeleza ule ujuzi wake ambao amepata kwa mzazi wake. Kama alivyosema bosi wangu, mkuu wangu, manake mwezi wa 10 tukijaliwa tunaanza huo uhamasishaji, watoto tayari wazazi waanze kupeleka watoto katika skuli ambazo zipo karibu na wao, na wasio anampeleka mtoto manake skuli, mtoto wa maandalizi anampeleka skuli ya mbali sana ambayo ya kupanda daladala akampatisha changamoto mbali. Anataka mwanawe apande basi la umeme, kwa hiyo anakaa bububu anampeleka chukwani. Haya basi, sasa tunakushukuruni sana, muda nao sio rafiki kwetu. Tunakushukuruni sana kwa ujio wenu, lakini pia namkumbusha msikilizaji, Ubeleko ni mwendelezo wa kipindi hiki na malengo yake makuu kwamba tunaangalia maendeleo ya awali ya malezi na makuzi ya mtoto kuanzia kipindi cha ujauzito mpaka miaka 8. Na kama ndio kwanza unafungua redio yako, basi hapa studioni tulikuwa tunaye Mr. Hamad Habib Bakari na ndugu Suhaila Hatib Juma. Hawa wanatokea Wizara ya Elimu na Maendeleo, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, katika idara ya maandalizi na msingi. Asanteni sana jamani wageni. Asante sana. Haya. Basi nakukumbusha ulikuwa nami Timi Hassan sambamba nami Nasrali. Usikose kufuatilia vipindi vinavyofuata. Kipindi cha Ubeleko kinakuja kila siku ya Jumatano, muda ni saa 4 mpaka saa 5. Ila laheri, siku njema.